Hello, mambo vipi? Ni Malsadi tena na huku tukiwa tunaelekea ukingoni wa movie yako pendwa kabisa, movie ya Merlin. Kama hujasubscribe hakikisha unafanya hivyo ili usikose sehemu zinazokuja, lakini pia usikose recaps na simulizi za movie kibao zinazokuja ndani ya channel ya Malsadi. Leo ni siku nyingine tena na leo hii tutapiga sehemu ya 59 na sehemu ya 60. Utaratibu umebadilika kidogo kwa sababu huku mwishoni mambo ni mengi. Yaani ndani ya kipande kimoja kina mambo mengi sana. Hivyo hatutaki ukose uhondo wa sehemu yoyote ile. Badala ya kufanya vipande vitatu kwa kila video, basi tumeamua kufanya vipande viwili kwa kila video. Wakati tunaelekea sehemu ya 65 ambayo ndo sehemu ya mwisho. Na bila kupoteza muda, twende sehemu ya 59. Sehemu ya 59 inaitwa A Lesson of Vengeance. Leo alikuwa Arthur, Guinevere na Merlin matembezi nje ya Camelot. Ghafla walivamiwa, ila kwa uwezo wa Arthur walifanikiwa kuwadhibiti manyemera wale. Ingawa Arthur aliumia mgongoni baada ya kudondoka kwenye farasi wake. Baadaye anapelekwa kwa Garus kwa ajili ya matibabu na Salion analeta taarifa kwamba baada ya uchunguzi amegundua kwamba farasi wa Arthur hakufungwa vizuri. Hivyo kosa ni kumfunga farasi wa Arthur kijakazi yule ambaye kazi yake ni kuangalia farasi wa Arthur. Kijakazi yule anakamatwa na anapelekwa mbele ya Arthur na Arthur anamhukumu kifo kwa sababu ilionekana kama vile amekula njama ya kumwangamiza Arthur. Inatia huruma sana na Merlin anajaribu kumshawishi Arthur ila Arthur anagoma kumsamehe kijakazi yule. Merlin anamtembelea kijakazi yule na kijakazi yule anamwambia kila kitu kwamba siku moja alimuona mtu asiyemuelewa kwenye farasi wa Arthur. Alipojaribu kumzuia, mtu yule alitishia kumuua mama wa kijakazi yule. Hivyo kijakazi yule akakaa kimya. Merlin kusikia hivi haraka kapeleka taarifa kwa Arthur na kumuelezea kila kitu na kumuomba Arthur aende akaonane na kijakazi yule. Lakini Guinevere aliposikia haya akamzuia Arthur na kumwambia kwamba ataenda kesho asubuhi kwani bado muda upo. Merlin amshangaa sana Guinevere kwa sababu sio kawaida yake. Guinevere anayemjua yeye sio mtu wa kuchelewesha mambo. Usiku wake tunamwona Guinevere anatoka na kwenda alipofungwa kijakazi yule, kisha anamchoma kisu na kumuua kabisa kijakazi yule ili kupoteza ushahidi. Hivyo tunagundua wazi kwamba Guinevere hana nia nzuri ndani ya Camelot na hana nia njema kwa Arthur. Asubuhi yake akina Arthur wanaumia sana na Arthur anajuta kwa nini hakwenda usiku ule ule kwenda kuonana na kijakazi yule. Guinevere anakutana na Morgana ila wakati wanazungumza Gawain anatokea. Hivyo Guinevere anakimbia na Morgana anampiga kimbola Gawain ili Gawain asimdake Guinevere na asione kwamba huyu ni Guinevere alikuwa nje ya Camelot. Baada ya Gawain kudondoka inampa nafasi ya Guinevere kurudi Camelot akiwa fresh kabisa. Baadaye Gawain anaenda kwa Garus kupata matibabu na anamuelezea tukio zima Merlin pamoja na Garus. Hivyo Merlin na Garus wanatoka kwenda kuchunguza eneo lile. Morgana leo anakutana na Sindri. Huyu Sindri ni muuza sumu hatari sana ndani ya Camelot na anachukua sumu moja ambayo ni hatari zaidi. Garus na Merlin wakiwa wanachunguza eneo lile wanaona kipande cha nguo kilichokuwa kimekwama kwenye tawi. Waliporudi Camelot wakaanza kuchunguza kipande kile cha nguo na wanagundua kwamba kipande kile kimetoka kwenye nguo maridadi, yani ya mtu ambaye ana uwezo wa hali ya juu. Merlin akiwa anachunguza nguo za Guinevere, Arthur anamfuma na anampa nguo zote za Guinevere akazifue. Guinevere anakutana na Morgana na Morgana anampatia sumu ile ambayo amechukua kwa Sindri. Na haraka Guinevere anaenda kukutana na Arthur na anaweka sumu ile kwenye waini ya Arthur. Wakati Merlin anafua anaona ile nguo ya Guinevere iliyochanika, anagundua basi kwamba Guinevere ndiye aliyekuwa nje ya Camelot na ndiye aliyekuwa amekutana na Morgana. Anakimbia haraka kwa Arthur kwenda kumpa taarifa ila anamkuta Arthur yupo chini tayari amekwisha dondoka. Baadaye Merlin anashtumiwa kwa kosa la kujaribu kumuua Arthur ambaye alikuwa kwenye hali mbaya sana kitandani kwa Garus. Hivyo Merlin anatupwa jela. Akiwa jela Merlin anajigeuza kuwa mzee yule ambaye tunamfahamu huwa akijigeuzaga. Anafanikiwa kutoroka ndani ya jela ile. Kengele zinapigwa na Knights of Camelot wanaanza kumkimbiza, lakini Merlin anatumia uchawi kuwatoroka. Haraka anaenda chumbani kwa Arthur, sehemu ambayo Arthur alihamishiwa ili kupatiwa matibabu na anafanikiwa kumtibu Arthur, kisha anarudi jela sehemu aliyokuwa amefungwa. Asubuhi yake Arthur anaamka akiwa poa tena na anamsamehe Merlin na Sindri anakamatwa na anakiri kuwa yeye ndiye aliyetengeneza sumu ile na anasema kwamba Morgana ndiye aliyenunua kutoka kwake. Guinevere anapongeza sana kwa sababu inaonekana yeye ndiye aliyemuokoa Arthur. Kumbe yeye ndio aliye nyuma ya mpango mzima wa kuuliwa kwa Arthur na Merlin ameanza kuhisi hilo. Na huo ndio unakuwa mwisho wa sehemu ya 59. Bwana, kama bado hujasubscribe nakukumbusha kusubscribe kwa sababu tunakujali. Hiyo haikupunguzii chochote kile ila inakuweka karibu na chimbo kubwa la movie recaps na simulizi zinazotoka kila siku. Na bila kupoteza muda, twende sehemu ya 60. Sehemu ya 60 inaitwa Hollow Queen. Leo kuna mtu anaonekana anaingia Camelot na wakati anaingia Camelot anakutana uso kwa uso na Knights of Camelot wakiwa na Guinevere. Salion anaamuru mtu yule akamatwe na kuonyesha sura yake na inaonekana ni kijana mdogo sana. Anasema alitoka Camelot kwenda kutafuta chura na Guinevere anaamuru Salion amwachie kijana yule aendelee na maisha yake. Usiku Merlin akiwa anafua nguo za Arthur, kijana yule anamtokea na anajitambulisha kuwa anaitwa Daigal na anasema anaomba msaada wake kwani dada yake anaumwa sana. Merlin anagoma ila dogo anamuonyesha alama ya druid. Merlin kuona vile anaona huyu ni mwenzake, hivyo anaamua kumsaidia. Anamwambia kwamba kesho yake mapema asubuhi wataenda Land of the Fallen King, sehemu ambayo dada yake yupo na anaumwa sana. Hivyo
hivyo anamwambia bwana mdogo ajiandae. Garus anamwambia kuwa ni hatari na Arthur akigundua atakasirika sana, ila Merlin anasema hatochelewa kurudi na safari inaanza mara moja. Garus inabidi ashike majukumu ya Merlin kuanzia kumvalisha nguo Arthur na majukumu mengine ambayo Merlin alikuwa anayafanya kwa Arthur. Na hapa inachekesha sana. Wakiwa njiani, Merlin anaonyesha kumjali sana Daigal, anampa matunda na anapiga naye stories za kawaida sana. Na Daigal anashangaa sana jinsi Merlin alivyomkarimu. Guinevere anatoka Camelot kwa siri na anaenda kuweka kitu kwenye shina la mti fulani nje ya Camelot. Baada ya muda Morgana anakuja na kuichukua kitu kile na kinaonekana ni ujumbe wa siri. Huko Camelot Arthur kaandaa mapambano na Saram na jeshi lake ni washiriki. Huyu Saram tunamfahamu vizuri, ni mmoja kati ya mtu mwenye ngome ambayo ni mpinzani sana na ngome ya Camelot na alikuwa anapinzana sana na Uther Pendragon. Merlin na Daigal wanafika Land of the Fallen King, ila Merlin anamuoni dada yake Daigal aliambiwa kwamba anaumwa. Hivyo anagundua huu ni mtego na anamkagua Daigal, haoni ile alama ya druids aliyokuwa nayo. Hivyo anagundua kwamba alama ile ni mchoro tu. Morgana naye anatokea na kumpiga Merlin kimbola kizito sana mpaka Merlin anadondoka chini. Kisha anampa hela nyingi sana Daigal na Daigal anaondoka. Kisha Morgana anachukua sumu na kumpatia Merlin, alafu anaondoka zake. Huku Saram anamweleza Arthur jinsi alivyomtesa Morgana na dragon wake, kitu kinachomuumiza sana Guinevere. Hivyo Guinevere anaondoka mezani pale kwa hasira sana. Guinevere anakutana na Morgana na anamwambia kila kitu, hasa kuhusu ujio wa Saram na jinsi Saram anavyojigamba jinsi alivyomtesa Morgana. Morgana anamwambia asijali, wanachotakiwa kufanya ni kumfanya Saram amuue Arthur ili yeye awe Queen of Camelot, alafu watadili na Saram baadaye. Guinevere anafurahi sana kusikia hivyo kwamba yeye atakuwa mmiliki wa Camelot baada ya Arthur kuuliwa. Upande wa Merlin anaamka akiwa kwenye hali mbaya sana na anajaribu kujisaidia ila anashindwa na anazima tena. Guinevere anakutana na Saram na anamwambia kuwa anataka Arthur afe na anamwahidi jambo kubwa sana, ila anamwambia wakutane baadaye wazungumze zaidi. Upande wa Merlin, Gaidal amerudi na anampa maji Merlin ambayo angalau yalimpa weni Merlin. Garus analeta taarifa kwa Guinevere kuomba jeshi kumtafuta Merlin, lakini Guinevere anaonyesha kususa. Guinevere anakutana na Saram na kumwahidi kumpa theluthi ya Camelot kama akimuua Arthur na anapanga njama kumuua Arthur muda wa kusaini mkataba siku inayofuata. Merlin anaamka na anaongea na Gaidal na anamlaumu sana kwa aliyoyafanya, yaani kwa kumsaliti Merlin. Lakini Gaidal anamuelezea kila kitu na anamwambia mpango mzima wa Morgana. Hivyo Merlin anaamka haraka na kuanza safari kurudi Camelot. Siku imewadia ya kusaini mkataba na siku iliyopangwa ya kumuua Arthur. Guinevere anampa Saram ufunguo wa pala juu la Camelot, sehemu ambayo mwanajeshi wa Saram mwenye mshale atakapokaa na kumuua Arthur. Baada ya muda Merlin pamoja na Gaidal nao wanaingia Camelot, wanaanza kutafuta namna ya kumsaidia Arthur. Lakini Merlin akiwa anapanda ngazi kwenda sehemu alipo Arthur, anaona kuna mlango ambao upo wazi na alipoingia anamuona nyemera yule wa Saram. Yule nyemera yule anatuma mshale kwa Merlin, ila Merlin anazuia kichawi na kuukwepesha. Baada ya mshale kuwakosa, nyemera yule anarusha visu viwili na Merlin anafanikiwa kuvikwepa, wanadondoka chini pamoja na Gaidal. Nyemera yule anajipanga tena ili kumua Arthur baada ya kuona kina Merlin wapo chini. Lakini Merlin anatuma kisu cha kichawi kumchoma nyemera yule. Hii inamfanya nyemera yule kukwepesha mshale, badala ya kumpiga Arthur anampiga bosi wake, yani Saram. Hivyo inaonekana Merlin amefanikiwa tena kumuokoa Arthur. Kwa bahati mbaya kisu kimoja alichokirusha nyemera yule kilimpata Gaidal. Hivyo Gaidal anakuwa kwenye hali mbaya sana na anakata moto, ila anakufa akiwa shujaa. Baadaye Arthur anaagiza Gaidal azikwe fresh kwa sababu yeye ndio aliyemuokoa, na Garus na Merlin wanafanya hivyo, na huo ndio unakuwa mwisho wa sehemu ya 60 na mwisho wa video ya leo. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho wa sehemu ya leo. Tumeisha sehemu ya 60. Video inayofuata ni sehemu ya 61 na sehemu ya 62. Kama umesubscribe tutaonana wakati mwingine. Bye bye.